la vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu, na kwa maana hiyo ni kwamba tunawahitaji sana kwanza watetezi, lakini watetezi wa watetezi wa haki za binadamu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba masuala yanayohusiana na uvunjifu wa vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu sio tu yanabaki hayasemwi, ila yanaripotiwa, yanaandikwa, yanazungumzwa, lakini pili yanachukuliwa hatua. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo tunayo ni kwamba kuna matukio mengi sana ya uvunjifu wa haki za binadamu ambayo hayazungumzwi, hayasemwi. Wale tu wachache ambao wana bahati ya kuwa wanafahamika, wenye majina au wamekuwa wakishiriki kwenye siasa, ndio vitendo vya uvunjifu vikifanyika tunawaona kwenye magazeti. Na kuna watu wengi sana huku chini ambao vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu vinafanyika na wala huwasikii. Hapa Kigoma nadhani mtakuwa mmelizungumza hili kwenye mkutano wenu. Mpaka sasa ni takribani mwaka na miezi kadhaa tangu mmoja wa wenyeviti wa council halmashauri ya wilaya Kibondo ndugu Samson Kanguye apotee kwa mazingira ya kutatanisha, na mpaka sasa hamna hatua yoyote ambayo imechukuliwa, na tumezungumza jambo hili ndani ya bunge. Kwa ukali kabisa wabunge wote wa mkoa wa Kigoma bila kujali vyama vyao vya siasa. Tumezungumza nje ya bunge, vyombo vya habari vimeandika. Bahati nzuri ilichukua muda kidogo vyombo kuandika kwa sababu ni watu wa pembezoni. Kama mnavyojua, habari nyingi za Dar es Salaam sana sana, labda Arusha na Mwanza. Habari za Kigoma, Tabora, Katavi ni mara chache sana, lakini hili lilipata msukumo wa ndani ya bunge, lakini bado mpaka sasa hatujajua ni nini ambacho kimetokea. Hakuna majibu ya serikali, hakuna uchunguzi ambao unafanyika. Wananchi wanakaa bila mwakilishi mwaka na miezi michache sasa, hawana mwakilishi kabisa, hawana diwani. Na juzi hapa nilisikia kwamba wanataka kutangaza kata ile kuwa wazi ili uchaguzi ufanyike, lakini hamna majibu kwamba unatangaza kata iko wazi, huyu mtu amekwenda wapi, haifahamiki. Kwa hiyo mafunzo kama haya yanasaidia kuwapa nguvu. Nimeona kuna waandishi wa habari hapa watakuwa wameongeza ujuzi wa namna ya kutoa taarifa ya mambo kama haya. Kwa hiyo ni mafunzo muhimu sana, na mimi napenda nishukuru sana kwamba hamjaishia Dar es Salaam tu, mmekuja mpaka kwenye mikoa hii ya pembeni na pembezoni. Maana watu wanatumia maneno yana maana tofauti. Unaweza ukawa ni pembeni lakini usiwe pembezoni. Mkoa wa Arusha ambao Ole Ngurumo anatoka ni mkoa wa pembeni lakini hauko pembezoni, sio marginalized. Mkoa wa Singida upo katikati ya nchi lakini ni pembezoni kwa sababu upo marginalized. Sisi wa huku ni pembeni na pembezoni, yaani kama tuko pembeni mwa nchi na tuko marginalized vile vile. Kwa ni mara chache sana kupata mashirika kama haya kuweza kuja kufanya kazi na watu wa huku, kuwapa mafunzo na wao waweze kutoa taarifa. Bahati nzuri siku hizi utoaji taarifa umekuwa ni jambo rahisi sana kwa sababu social media ipo, kwa taarifa ukitoa tu inaweza ikasambaa. Zamani kidogo ilikuwa ni ngumu, sasa hivi kuna urahisi wa taarifa kuweza kutoka. Sisi tumekuwa ni wenyeji wa wakimbizi kwa muda mrefu sana toka kabla ya uhuru. Wakimbizi tumeanza kupokea wakimbizi kutoka Kongo kabla nchi yetu haijapata uhuru. Wakati wa uhuru wa Kongo, wakati wamemuua Lumumba, pakatokea fujo. Wakimbizi wetu wa kwanza hapa walikuwa ni wazungu wa Belgiji ambao walikimbia kutoka Kongo, tukawapokea hapa na wakapelekwa kwao huko. Kwa tumekuwa na historia ya kupokea wimbi la wakimbizi muda mrefu sana, na huko nyuma watu wa Kigoma wamekuwa wakarimu sana kwa wakimbizi. Lakini siku za karibuni kumekuwa na xenophobic behavior kidogo. Watu wamepoteza ile hali ambayo tulikuwa nayo siku zote kwa sababu ya kuona jamii ya kimataifa haifanyi vya kutosha kulimaliza tatizo hili la wakimbizi. Lakini pili, jamii ya kimataifa inapokuja kuleta misaada kwa ajili ya wakimbizi
inakwenda kupeleka kwenye makambi badala ya kutoa pia kwa maeneo ambayo yanazunguka kambi. Mwezi wa 3 nilikuwa na ziara, nilikwenda Kibondo kwenye kata ya Biturana. Kijiji cha Biturana kinapakana na kambi ya wakimbizi. Ndani ya kambi kuna maji, kijiji hakina maji. Katika mazingira kama hayo, wananchi wanajenga chuki, wanaona kwamba wakimbizi wanafaidika kuliko wananchi. Kwa hiyo ni vizuri pia mambo kama haya yaweze kuibuliwa, sababu ndio kuna haki humo za kijamii, the second generation rights na kadhalika. Lakini pili, tuna tatizo lingine ambalo ni la wakimbizi wenyewe. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la kuwalazimisha wakimbizi warudi kule walikotoka, lakini kule walikotoka bado hapajawa sana. Kwa hiyo kama tunawarudisha watu kwenda kufa, tunawarudisha watu kwenda kuteswa na kadhalika. Sasa hili ni jambo pia ambalo linapaswa, sababu wale ni sio raia, kwa mara chache unakuta hawana watu wa kuwasemea. Wanaoweza kuwasemea ni mashirika ya kimataifa. Mashirika ya kimataifa yanabanwa na protokali za kidiplomasia kuweza kusema, na muhimu kwamba human rights defenders mtazame pia jambo hili. Serikali imetoa kauli kuhusiana na swala hili la wakimbizi kurudishwa makwao kwa lazima, imepinga, lakini hali halisi ni kwamba wakimbizi wanalazimishwa, hasa wakimbizi wa Burundi wanalazimishwa kurudi Burundi. Na kuna wengine ambao wakirudi wanaenda kupata matatizo makubwa na vitendo vikubwa vya uvunjifu wa haki za binadamu. Kwa ni muhimu pia watu ambao wamepata mafunzo, hasa wale wanaotoka wilaya za Kibondo na Kasulu ambazo zina makambi ya wakimbizi, na hasa waandishi wa habari, ni vizuri mambo kama haya kuweza kuyafanyia habari za uchunguzi na kuweza kuyaibua, ili nchi yetu isipate doa la kuonekana kwamba ni nchi ambayo inavunja makubaliano ya kimataifa ya kupokea na kutunza wakimbizi. Kwa hiyo ni jambo ambalo niliona kama ni muhimu sana niliseme, kwa sababu ya nature yenyewe ya mafunzo yenu. Ni muhimu sana kuzingatia kwamba mnafahamu hili na mnaweza mkalifanyia kazi kama changamoto ambayo tunawapatia. Zaidi ya hapo, napenda niwapongeze sana kwa mafunzo haya ambayo mmeyapata. Vyeti hivi ni muhimu, sio makaratasi tu, kwa sababu vinaongeza kwenye CV zenu kuonyesha kwamba mmehudhuria mafunzo ya namna hii, na kila kazi ambayo mnaifanya na kuomba udocument hiyo kazi, kwa sababu iko siku utatakiwa ueleze umefanya nini katika maisha yako huko. Unaweza kuwa umeomba mahala kazi ukatakiwa uonyeshe nini, kitu gani ambacho umefanya. Kwa hiyo unaweza kuwasilisha cheti hiki kama ulipata mafunzo, lakini niliibua jambo hili, nilifanyia kazi jambo hili, nilichunguza jambo hili na nikachukulia hatua, nilimwokoa huyu ambaye anatetea haki hizi, akawa anasumbuliwa, tukaripoti, akaokolewa na maisha yake yakaenda sawa sawa. Ni sehemu ya mchango wako wewe kwenye jamii, lakini pili ni sehemu ya career yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kutunza na kuweza kuheshimu na kuweza kuona kama ni sehemu muhimu sana ya wewe mwenyewe kukua na kuweza kuwa mwanajamii aliye bora. Nawashukuruni sana, karibu sana Kigoma. Ole Ngurumo, usichoke. Hata mikutano yenu mingine sio lazima muifanyie Dar es Salaam. Najua gharama ni kubwa, lakini kuna gharama ambazo ni muhimu kuweza kutokea. Taarifa zenu ambazo mna launch mara kwa mara za haki za binadamu, msiache kuja kuzilaunchia Kigoma pia. Tunawakaribisha sana, watu wa Kigoma ni wakarimu sana, na naamini kabisa kwa siku 3 ambazo mmekaa hapa mmeweza kuona huo ukarimu wetu. Ni mji mzuri,